Majira ya saa 4 kasoro nilikuwa nimetoka kwenye shughuli zangu na rejea nyumbani, nikiwa na jirani yangu, rafiki yangu, na nilikuwa natumia gari yake. Kwa mimi nilikuwa naendesha, yeye amekaa upande wa pili. Wakati tumekaribia kabisa nyumbani kwangu, ploti moja kabla ya nyumbani kwangu, gari imekuja ikanipita upande wa kulia, ikani-overtake haraka. Gari aina ya Probox ikaniblock kwa mbele, alafu gari nyingine ikaniblock kwa nyuma. Wakashuka watu wengi, nafikiri kama 5 au 6, wakafungua mlango wangu, wakamshusha yule bwana ambaye nilikuwa naye upande wa pili, wakanibeba kwa nguvu. Sasa na mimi nikajua ni utekaji, nikaanza kupambana nao, napiga kelele, watekaji. Nikaanza kupambana nao, napiga ngumi na nini, lakini wakanizidi, wakaja wengi, wakanirusha nyuma ya hiyo gari, alafu wakanifunga pingu kama mnavyoziona hizi. Funga hizi pingu, ndio wakaendelea kunishambulia. Sasa hizi damu nazo nimeona, walikuwa wananishambulia na kitako cha bunduki, wanapiga kichwani na wanasema leo ndio siku yako ya mwisho. Na mimi sasa nikawa najaribu kupambana nao, lakini sasa kwa sababu nilikuwa nimeshafungwa pingu, ikawa ngumu kuwakabili. Lakini wakati tunakwenda, barabara ni mbaya sana kutokea pale nyumbani kwangu kwenda mpaka kwenye barabara ya lami. Ile gari ilikuwa inakimbia, inaruka sana, kwa pingu hizi zikakaza kwenye mikono sana. Kidogo nikawa nahisi mikono inataka kukatika, kama unavyoona zimekaza sana. Kwa sasa nikawa nakosa nguvu ya kukabiliana nao, lakini nikapata nguvu baada ya kugundua kwamba wanajadili, kuna bodaboda wanafuatilia hiyo gari, na wakawa wanajadili, wanasema bodaboda wanafuatilia na wanaendelea kuongezeka. Sasa wakati wanakimbia, na mimi sasa nikawa najaribu kutumia hiyo fursa ya attention walioihamisha kuelekea kwa bodaboda. Walikuwa wameniweka kwenye buti ya ile gari ya Probox. Nimejaribu kushika lock ya kwanza, ya pili, zote zikawa haziwezi kufunguka, na nimefungwa pingu. Kwa hiyo hata alikuwa amenikanyaga pia. Kwa hiyo nikahangaika. Sasa walivyoona bodaboda wanafuatilia sana, wakawa wanaelekezana, twende kituo cha polisi Mbweni. Yule mwingine akasema hapana, bosi amesema hii issue sio kupeleka polisi, huyu hataki kufikishwa polisi, mtakuwa tumfikishe kwa bosi amalize leo hii, hataki kwenda polisi. Kwa hiyo, lakini sasa kwa sababu ya kukimbia wa bodaboda, wakajikuta wamefika ule msitu wa pale Mbweni, ule wa usalama ule. Sasa mimi nilikuwa sijui, lakini nikahisi walipofika pale wakaona wana fursa sasa ya kukabiliana na wale wa bodaboda. Wakashuka wote kuanza kupiga risasi. Nimesikia wanasema wapige risasi hao bodaboda wote, piga risasi wasiendelee kutufuata. Sasa wakashuka wote kwenye gari. Mimi wakiwa wanaamini niko kwenye buti, siwezi kunyanyuka na nilikuwa nimefungwa hizi pingu. Nilipoona tu wameshuka na wako upande mmoja wa gari, nikajirusha kwa maumivu makali, lakini nikajirusha kwenye siti ya katikati. Nilivyojirusha kwenye siti ya katikati, haraka nikapeleka mikono yangu kwenye lock, nikaitoa, nikashukia upande wa pili. Upande huo kuna msitu, nikaingia msituni. Kwa hiyo wanakuja kushtuka, wanarudi kwenye gari, mimi nimeshaingia msituni. Wakaanza kunifuatilia, wanapiga risasi, msitu umefunga sana, hawezi hata kupita. Mimi nikawa na claw kiasi kwamba suruali yangu inanaswa kwenye mimba, nikaiacha huko, siwezi kujitoa mimba kwa sababu nimefungwa pingu. Nimekuwa kwenye mimba kwa muda wa saa nzima na nusu, ndio nikaweza kutoka upande wa pili. Na kwa hiyo namshukuru Mungu, angalau niko salama sasa, ninaweza kutoroka kwenye mikono yao wauaji. Suruali imebaki kwenye miba pale. Iko msituni kabisa. Kwa sababu una wallet au vitambulisho? Siko na wallet, nilikuwa na hela 700,000. Wallet siko nayo, wallet yangu ilikuwa sijaibeba. Hizo hela wamenyang'anya kabisa. Wakati naona amenikanyaga, ameshanifunga pingu, ananipiga na kitako cha bastola kichwani, akaingiza mkono
upande wangu wa nani akachukua, kulikuwa kuna 700,000. Nilikuwa nimebeba hizo hela kwa sababu gari yangu ilikuwa iko garage. Nilikuwa najua akimaliza kutengeneza nilipe mafundi. Kwa kuna kama 700,000. Huyo amechukua kabisa, huyo alikuwa ananipiga na hiyo kitako cha bunduki. Ni askari mweusi lakini inaonekana ana lafuzi ya Kizanzibari. Na ndio anaonekana alikuwa kiongozi wa huo msafara, kwa sababu wakati wenzake wanasema bodaboda wanatufuatilia ina vitu kimbilie stabili polisi mbele, yeye akawaambia bosi amesema huyu hataki kufikishwa polisi, tunatakiwa tutoroke tuwakimbie hao bodaboda, au anatakiwa afikishwe kwa bosi akamalizana na